asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Naam, mtazamaji wa Star TV, nikukaribishe tena katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Kipindi kinachokujia hewani kila ifikapo siku ya Jumapili saa 12:30 hadi saa 3 kamili. Na mimi ninapata nafasi hii ya kukutana pamoja na wewe hapa kuanzia mida hii ya saa 1, na siku ya leo tumepata nafasi na Mungu ametukutanisha tena ili tuweze kujifunza mengi kutoka katika kipindi hiki na kwa watumishi wazuri ambao Mungu ametuandalia kwa siku ya leo. Nikukaribishe kama ndio kwanza unaungana nasi ili tuweze kujifunza kwa pamoja katika safari hii ya imani. Kipindi ambacho kina lengo la kukujenga imani yako na kukusaidia kukua kiroho. Na kwa niaba ya Emmanuel Makuriga pamoja na Elisha Ndaro, mimi naitwa Madoshi James. Karibu tena katika kipindi ili tuweze kujifunza mengi zaidi na tuweze kuyafahamu ni yapi ambayo kama Wakristo tunapaswa kuyafahamu. Kwa siku ya leo nimepata nafasi na neema ya kukutana na mgeni tena ili kuweza kuendelea na mada yetu ambayo tumeianza tangu siku ya Jumapili, na leo tutaendelea. Na kama ndio kwanza unajiunga na sisi, basi nikukaribishe ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Kabla hatujaanza, basi nimkaribishe mgeni ili tuweze kujifunza na tuweze kumfahamu kabla hatujaenda mbele zaidi. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Amina, asante sana. Karibu sana. Labda ujitambulishe kwa majina yako, unatokea wapi, ili mtazamaji anayekufuatilia sasa aweze kukufahamu. Kwa majina yangu naitwa Apostle Paulo Saidi. Natokea Igoma, kanisa la CAG Mto Uzima. Tuko pale karibu na Ndama, barabara ya Humaki. Tunapatikana hapo, na ibada zetu itaanza tu saa 3, muda sio mrefu sana. Lakini leo kwa neema ya Mungu nimepata tena kufika katika studio hii kwa ajili ya muendelezo wa kile tulichokianza Jumapili iliyopita. Kwa hiyo wapendwa watazamaji na wasikilizaji wetu, nipende niwakaribishe tuungane pamoja kwa ajili ya kile ambacho tulikuwa tunajifunza Jumapili kuhusu mada ya imani, umuhimu wa imani. Katika maisha ya kumcha Mungu, imani ni kitu cha muhimu sana. Ndio kinachotuunganisha na Mungu. Kama tulivyojifunza siku ile ya kwamba sisi sio wa kwanza kumwamini Mungu. Ndio. Kuna waliotutangulia. Wameandikwa kwenye Biblia, wapo manabii, wapo mitume, wapo watakatifu. Tunapozungumza Nabii Musa ni mtu aliyetangulia miaka, lakini tunaona alifaulu kumpendeza Mungu, alifaulu kuishi na Mungu kwa sababu alimwamini. Tunazungumza habari za baba yetu wa imani kibiblia ambaye ni Ibrahimu. Naye alifaulu kuishi na Mungu miaka kadhaa, anatenda naye kazi. Lakini Biblia imehitimisha asema kwa imani. Kwa imani ni kitu kipana sana. Na leo tunataka tuende hatua moja mbele tulipoishia. Nilisema imani ni kusikia na kusikia neno la Mungu. Dio. Na ukisikia unaamini ulichokisikia kutokana na neno la Mungu. Na unakitendea kazi, ndio unapata matokeo. Kwamba ukisikia na usiamini hakiwezi kukusaidia, kwa sababu hao wote tuliowazungumza, nilimzungumza Ibrahimu alisikia na akaamini, anaambiwa na Mungu aondoke pale alipo aende kwenye nchi ambayo Mungu atamuonyesha. Maana kina Ibrahimu hakuwa anaijua, na ndio maana Mungu anatumia kauli moja, anasema uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Maana alikuwa haijui ni ipi, iko mashariki, iko kusini, kutoka alipo hakujua. Lakini alitegemea maelekezo kutoka kwa Mungu, na akaondoka sawa sawa na Mungu alivyomwamini, na akapata matokeo na akairisi nchi. Kwa hiyo leo tuko kwenye hatua moja
ya kusikia na kuchanganya na imani. Maana kusikia ni hatua ya kwanza, lakini kuamini ulichokisikia ni hatua ya pili. Wengi sana wanasikia Yesu anaponya, Yesu anaokoa, lakini wanashindwa kupokea uponyaji ule kwa sababu hawajaamini kile kinachozungumzwa. Hasa kwa ajili ya mazingira, anasema ni nani anayezungumza, kutoka wapi? Kwa hiyo anajizuia kupokea muujiza. Lakini kama angeamini, kwa sababu huyu mhubiri anafundisha neno la Mungu, hafundishi habari zake, anafundisha habari za Mungu anayeweza kuponya. Anapokea kutoka kwa Mungu. Sawa kabisa. Nashukuru kwa ufafanuzi huo na kutonesha ramani nzima ni kwamba tunapita wapi. Ndio. Sasa natamani mtumishi wa Mungu tusaidie kuweza kufahamu. Umetuambia kwamba ili uamini lazima usikie kwanza. Na natamani kujua kwamba hii kusikia unaisikia kutoka wapi, pengine ili tuweze kufahamu hapo kwamba ni wapi lazima upasikie ili imani yako iweze ama ni chochote unaweza kukisikia na ukaamini. Hapana. Si kila kitu unachokisikia unaweza kukiamini. Kwa sababu kuna vitu vizuri na vibaya. Lazima usikie neno la Mungu. Kwa sababu anayetenda ni Mungu. Kwa hiyo kabla hajatenda hutanguliza kusema. Kabla hajatenda. Kama alivyotangulia kusema kwa Ibrahimu, nenda. Kwa hiyo Ibrahimu alisikia kwa Mungu. Kwa hiyo usikie kwanza neno la Mungu. Usisikie mengine. Asa mtu anakusudia habari za Mungu au unahubiri wa Injili kama tunavyojifunza kutoka kwenye maandiko hivi, ndipo hapo unapaswa uamini, kwa sababu unafundishwa habari za Mungu. Kwa lazima kwanza usikie kutoka kwa Mungu. Usikie neno la Mungu kutoka kwa Mungu. Sawa. Hasa kupitia mtumishi au kupitia kama unavyonitazama hivi. Na bila kusikia neno la Mungu hakuna imani hapo. Hakuna imani ya kumwamini Mungu. Sawa. Kwa sababu utamwamini juu usiyesikia habari zake. Sasa labda utupeleke mbele tena katika hatua nyingine ili tuweze kujifunza zaidi. Hatua ya pili ambayo nilisema tutaangalia katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Ili tuyaone, nimesema kusikia na kuamini ili kutengeneza kutendea kazi ili upate matokeo. Katika Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 2, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini lile neno lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kuna kusikia neno la Mungu, hausi kusikia tu. Unaposikia unaelewa umeambiwa nini, au umeelewa Mungu anataka atende nini, au umeelewa Mungu anataka kusaidie nini. Sasa Mungu akishasema anakusubiria wewe uliyesikia. Na wewe Mungu anachokihitaji kutoka kwako ni imani. Uamini ulichokisikia kwamba inawezekana Mungu kuniponya. Kwa hiyo nafasi ya Mungu ni kusema. Akishasema kupitia neno lake, inabaki nafasi ya kwako kuamini kilichosemwa. Na ndio maana hapa nimesema kwamba ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama hao, lakini neno lililosikiwa, maana yake walisikia, halikuwafaa hao, maana yake halikuwasaidia. Hata kama Mungu alikuwa na malengo ya kuwasaidia, lakini hakuwasaidia kwa sababu ile habari aliyowapelekea hawakuiamini. Walisikia vizuri, lakini hawakuiamini, hawakuisadiki. Kwa hiyo na kwa kuwa hawakuisadiki, Biblia kwamba hawakuichanganya na imani. Maana imani inasimamia kuyaamini Mungu aliyoyasema, kwamba kweli Mungu atayatenda. Maana siku ile nilisema imani ni uhakika. Kwa unaposikia unakuwa na uhakika, haya yanawezekana. Na muamini Mungu ataniponya, na muamini Mungu atanibariki, na muamini Mungu atanifungua, kufuatana na kile alichozungumza. Kwa hiyo imani ni ya mtu, kwamba lazima uamini, na imani yako uijenge. Nisema siku ile mambo mawili, kusikia na kuona. Na tunaweza kuona kwa habari ya Musa, wakati Mungu anasema naye kwenda Misri, kwamba akaokoa Israeli awatoe Misri. Musa hakuwa na imani, na ndio maana alianza kujitetea. Alianza kujitetea, siwezi kuongea, si mzoefu. Lakini Mungu kwenye sura ya 4 ya Kutoka, ukianza kusoma mstari wa 1 mpaka wa 8,
utaona anamuuliza nini ulichonacho. Anasema anafimba, anamwambia itupe chini, anaitupa chini, inageuka kuwa nyoka. Anamwambia usikimbie, ishike tena, anaishika. Musa anaanza kujenga imani kufuatana na kile alichokisikia, akaamini, akakitendea kazi. Anaanza kuona matokeo. Utaona inafuata hatua ya pili, anaambiwa weka mkono wako kifuani, anauweka, anautoa, unaukoma, anaambiwa weka tena. Kwa hiyo akaanza kuamini, huyu Mungu niliyeanza kumwamini, ninaona matendo yake, hata Misri atanisaidia kabisa. Sasa umezungumzia kwa habari ya Musa mtumishi wa Mungu, na umetueleza kwamba pengine Musa hakuamini, akaanza kutoa sababu nyingi kuhusu kwamba yeye hana uwezo wa kuongea vizuri. Sasa natamani kukuuliza hapo kwamba imani na uhalisia wa mtu alionao, pengine mtu anaweza akawa anajua kabisa hali yangu ni hii na mimi naifahamu hivi, akiitambua hali yake na akakubali kwamba yeye yuko vile, huyu mtu anakuwa hana imani? Kwamba kujua uhalisia ni moja, na imani ni kingine. Kwa sababu nichukue tukio lingine la Ibrahimu. Wakati Mungu anasema naye katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 17, inazungumza mwili wake ulikuwa umeshakufa. Kwa hiyo alijua hali ya mwili wake ni dhaifu, hawezi kuzaa. Lakini Mungu anatamka juu ya mwili uliokufa utazaa. Kwa hiyo ile hali ulionayo ngoja uitambue, lakini uibadilishe, usikubali nitabaki hivi. Na ndio maana Mungu amekuja kusema na wewe ili akusaidie kukutoa kwenye udhaifu ulionao kupitia imani. Sawa. Basi tupeleke katika hatua nyingine ili tuweze kujifunza zaidi. Kwamba Mungu kutusaidia, ndio maana anatuma neno ili tusikie na tuamini, ili Mungu kupitia ile imani atuondoe kwenye shida tulizonazo. Kwa sababu Mungu lengo lake ni kututoa kwenye mateso, ni kututoa kwenye magonjwa, ni kuponya ndoa zetu, ni kuponya biashara zetu. Lakini Mungu hawezi kushuka mzimu utamkimbia. Ni rahisi kusema Mungu ni muone. Akishuka kwa wale Waisraeli walisema tumwone Mungu. Musa, tumechoka, unatuambia Mungu unasema nani? Tunataka tumuone. Mungu akasema jitakaseni, siku ya 3 nitashuka. Siku ya 3 walisikia kelele, wakasikia radi kwenye mlima ukatetemeka, wakakimbia, wakasema Musa, hatuko tayari kwenda kwa huyu Mungu. Kwa hiyo Mungu, njia rahisi anayoitumia kutufikia ni njia ya kusema na kupitia neno ambayo twaweza kuivumilia sisi kama wanadamu. Twaweza kuikubali sisi kama wanadamu. Lakini akija kwenye sura yake ya uungu, kama Biblia inasema kuwepo kwake tu akijifunua mbingu na nchi zitakimbia uso wake, sasa sisi tutabaki wapi? Kwa hiyo ndio maana anatumia imani. Na nikienda mbele kidogo, kwamba wewe mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, kwamba lazima ujenge msingi wako katika neno la Mungu. Imani yako itokane na neno la Mungu, isitokane na kitu chochote nje ya neno la Mungu. Kwamba na lazima utofautisha maneno. Kuna maneno ya wanadamu na neno la Mungu, uviweke tofauti. Na lazima urudi kuliangalia neno la Mungu. Ukiliangalia neno la Mungu linasemaje? Na ndio maana Petro kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 5 anamwambia Yesu, kwa neno lako nitachusha nyavu. Anasema nimefanya kazi ya kuchosha usiku mzima, sijapata samaki. Lakini kwa neno lako nitazishusha. Sio kwa neno langu, sio kwa uzoefu nilionao. Anasema kwa neno lako. Na Biblia inasema alipofanya hivyo akapata samaki wengi sana. Na ndio maana nimesema kwamba njia ya Mungu aliyotumia kutusaidia sisi kututoa kwenye shida ni neno lake. Tuliamini neno lake. Liwe jambo lolote ukiliamini neno lake ukaomba, Mungu atanini? Atafanya. Kwako anachohitaji ni imani. Sawa. Umetufundisha na umetugusia kwa mifano hiyo mizuri. Nashukuru sana. Naamini mtazamaji sasa kuna kitu ambacho
unajifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu hapa. Na kama ndio kwanza unaungana na sisi, somo tulilonalo ni umuhimu wa imani, na leo tunaendelea, tuko sehemu ya pili. Na mtumishi, labda nikuulize tena, kuna uhusiano gani kati ya imani na neema ya Mungu? Tumekuwa tukifundishwa kwenye maandiko kuhusu neema ya Mungu, na pengine nataka sasa tusaidie hapa ili tuweze kuuelewa huu uhusiano uliopo kati ya hivi vitu viwili. Neema ya Mungu ni upendeleo wa Mungu. Ni upendeleo wa bure. Lakini unakuja na ile neema inatoka kwa Mungu. Na ndio maana tofauti ya imani inakuwa kwetu, si inatoka kwa Mungu. Neema inatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anaiachilia. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura nadhani ya 6, wakati Mungu anataka kuigarikisha nchi, inasema Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Maana neema inatoka kwa Mungu. Na ukisoma tu Injili ya Yohana sura ya 1 nadhani mstari wa 16 mpaka 18, anasema neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu. Kwa hiyo neema haitokani na mwanadamu, inatokana na Mungu. Lakini imani inatokana na mwanadamu kumwamini Mungu. Sawa. Sasa unadhani ni kipi labda pengine watumishi wengi tumekuwa tukiwaona wanalisoma neno na walifahamu neno, lakini pengine imani inakuwa ni hawana, pamoja na kwamba wanalijua neno la Mungu linasema hivi, kwamba Mungu atakupa hiki, Mungu anafanya hivi, Mungu anatenda hivi, lakini imani tu mtu anakuwa hana imani. Unafikiri sababu inakuwa ni nini hapo? Sababu naweza nikarudi kwa Musa. Hata mimi imeshanitokea, maana kwenye ukubiri leo nina miaka karibu 20. Kuna mwaka fulani kama 3 uliopita nilikuwa na mpendwa tunasali naye, sasa hivi yuko Dar es Salaam. Siku moja ilikuwa siku ya Jumanne, nakumbuka ilikuwa kwenye maombi kanisani. Yeye akawa ameenda kumtembelea rafiki yake waliopotezana miaka kama 2. Siku ile amefika akamkuta anaumwa. Tena alikuwa haoni. Sasa baada akanipigia simu, sikupokea. Baada ya kutopokea, nimemaliza maombi nikampigia. Akasema niko sehemu fulani na kuna rafiki yangu anaumwa haoni. Mchungaji, unaweza kaja ukamwombea? Nikamwambia okay, ngoja nimalize nije. Nikaenda. Kwa hiyo nimefika pale, nimechukua usafiri, ilikuwa sio mbali. Nikawambia Mungu atakuponya leo uone. Wote wakafurahi kabisa. Leo na huyu mtu ana Biblia na kanisani tunasali naye na mwaka kama mzima. Kwa hiyo tukaomba, Mungu alimfungua macho pale. Akaona. Lakini yule mpendwa aliyenipigia akaanza kushangaa. Chakuwa Biblia anayo lakini anashangaa. Na machozi analia. Nikaanza kujifikiri analia kwa sababu ya kufurahi kwa rafiki yake kutendewa au nini? Na ameokoka huyo. Na ameokoka, yuko kanisani. Nikagundua ni sababu ya mazingira aliyoishi. Alikuwa na miaka kama 40. Kwenye miaka 40 ameokoka na mwaka mmoja. Huo mwaka mmoja hajawahi kuona matendo makuu ya kupita kawaida. Kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine mtu akiishi kwenye mazingira ambayo haoni matendo makuu kwa muda mrefu, imani yake huyo kukua ni kazi. Hapaswi kuomba peke yake. Anapaswa akaombe pamoja na mtu aliye imani yake iliyokuwa. Aende kwa mchungaji akaombewe. Asibaki mimi na Biblia. Njoo uombe. Utaona, kwa sababu kuna mambo hutatendewa kwa sababu ya udogo wa imani yako. Ni kweli, ndio maana unakuwa na mashaka. Kwa hiyo issue hapo inakuwa ni udogo wa imani. Udogo wa imani. Sawa. Sasa tunawezaje tukaishi labda kwa imani? Kwa sababu tukiangalia ulimwengu tulionao, mtumishi wa Mungu, mtume, ni kwamba ni watu wanataka kuona vitu vikitokea. Watu wanataka kuona ushahidi wa mambo. Watu wanataka kuona vitu vilani, wanataka kuona matokeo yenyewe. Sasa tunawezaje kuishi kwa imani kwenye ulimwengu huu ambao unataka ushahidi wa kila kitu? Haya maisha tunayoishi, nilisema mwanzo, hatujaanza sisi. Kuna waliotutangulia. Mfano ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, utagundua kuna mama mmoja aliyekuwa hajapata mtoto kwa miaka. Na yeye ameomba kupata mtoto akupata. Lakini akamwona mtumishi wa Mungu Elisha anapita kutoka mlimani kuomba na kupanda. Akamkaribisha.
alipomkaribisha amekaa kwake, wamemwandalia na chumba. Siku moja akasema atendewe nini huyu mama? Ni kweli anamwamini Mungu, lakini Mungu hajatenda anachotaka kwa sababu ya udogo wa imani yake. Na Mungu si kwamba hawezi, anaweza. Elisha akamwita yule mama, akamwambia utendewe nini kwa hayo uliyotutendea? Mama akasema kila kitu ninacho. Elisha akafahamu hana mtoto, akamwambia mwakani kabla majira haya utakuwa na mtoto. Yule mama akasema usiniambie uongo, mimi mjakazi wako. Elisha akamwambia itakuwa, na ikawa. Kwa hiyo kuna mazingira usiombe peke yako, nenda kwa mtu mwenye imani, mtumishi wa Mungu, ukaombe naye, maana imani yake ni kubwa, kwa sababu ameshaona mengi Mungu anatenda. Atakusaidia. Lakini kuliko wewe kubaki hapo na wakati imani yako ni ndogo. Sawa sawa, naona muda wetu unaenda, muda wetu unakimbia. Labda kabla sijakuuliza kama kuna hatua nyingine ambayo pengine utufundishe, alafu tuendelee na maswali sasa. Hatua nyingine ya imani, unapaswa ukiamini utendee kazi ulichokiamini. Usiwe na mashaka nacho. Changamoto wengi wanayokutana nayo watu ni kutendea kazi. Maana kutendea kazi kuna hatua mbili. Kuna ukiri. Lazima ukiri. Lazima ukiri unachotarajia kutendewa. Na ndio maana yule mama kwenye Injili ya Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 30, aliposikia habari za Yesu anaponya, yule mama alikiri, alisema nikigusa pindo la vazi la Yesu tu nitapona. Lazima ukiri wako uendane na kuamini kwako, uendane na matarajio unayotarajia kutoka kwa Mungu. Huwezi ukasema Mungu ataniponya, au ukasema Mungu akipenda ataniponya halafu akuponya. Huyo mama alikiri akisema ya kwamba nikigusa pindo la vazi la Yesu ninapona. Ndio ukiri wake, kwa sababu ukiri wa mtu unasirisha anachokiamini. Maana imani inakuwa ndani ya moyo wa mtu. Haionekani kama simu hii au kama notebook hii. Imani inakuwa ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo akizungumza unaweza kuelewa ameamini nini. Lakini asipozungumza hutaelewa. Na Mungu anataka tukiri kwanza. Tukiri tunachokitarajia kwake. Na ndio maana kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 utaona pale kulikuwa na njaa katika Israeli. Mfalme akatuma kwenda kwa Elisha ili awape majibu. Kuna akida aliyetumwa kwenda kwa Elisha wakati yuko malangoni. Elisha akasema kesho majira kama haya unga mzuri utapatikana katika mlango wa washamba. Yule akida alisikia, akasema jambo hili halitawezekana hata kama Mungu angefungua madirisha mbinguni. Elisha akamwambia, kwa kuwa umesikia na hukuamini, utakiona na hautakila. Sawa sawa, asante. Ukiri wake ndio ulioleta shida. Naona muda wetu umekimbia sasa. Nadhani kwa siku ya leo tuishie hapa, alafu tutapata wakati mwingine mzuri wa kuendelea pamoja hapa. Sawa. Mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho, na muda wetu sasa unatupa mkono. Niombe tu tupate machache, kama ukitaka kumpata mtumishi wa Mungu hapa, ataje mawasiliano yake ili uweze kumfahamu tena, na kama kuna kitu ambacho utakuwa unahitaji kujifunza kutoka kwake, utaweza kujifunza kwa kumpata kwa mawasiliano ama kwa maelekezo atakayokuwa amekupa unampataje. Karibu mtumishi wa Mungu ili uweze kuzungumza na mtazamaji. Asante sana. Ninapoelekea mwishoni nilisema haya. Nimesema mimi naitwa Apostle Paul Saidi, tuko Igoma pale karibu na Ndama, barabara ya Humaki. Ukitaka kunipata kwa ushauri na maombi, chukua namba yangu ya simu hii uandike. 0762 02 04 49. Narudia tena 0762 02 04 49. Ninapatikana Facebook kwa jina Paulo Saidi.
ukienda TikTok jina hilo hilo, ukienda Instagram jina hilo hilo. Lakini nimependa nikukaribishe kanisani. Karibu sana, maana nikitoka hapa nakwenda moja kwa moja. Uwe na shida, napatikana kanisani kutoka Jumatatu saa 4 asubuhi mpaka saa 10 jioni, saa 12, kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa hiyo karibu sana, una changamoto yoyote, karibu sana na Mungu akubariki sana. Sawa sawa. Nikushukuru mtumishi wa Mungu kwa kuendelea kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka sasa, na nikutakie tu Jumapili njema na ibada njema. Amini, ubarikiwe sana. Asante sana. Mtazamaji, tafadhali usiondoke, tutarejea pindi tutakapotoka mapumziko mafupi. Karibu sana. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV kitu